Hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania leo. Mitandao ya kijamii ya Afrika Mashariki na Tanzania kwa ujumla wiki hii imefurika kwa madai kwamba Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imetoa wito rasmi kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ikiamuru kufika mbele ya mahakama hiyo ya The Hague. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu na nikuonyeshe ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Machapisho hayo yaliambatanishwa na picha za screenshot zinazoonekana kuwa barua rasmi kwenye barua ya ICC ya Januari tarehe 10 inayorejelea nambari ya kesi na kuelekezwa kwa rais jijini Dar es Salaam. Madai hayo yalienea haraka na kuibua mjadala mkali wa umma ndani ya Tanzania na kwingineko. Kulingana na picha za barua zinazosambaa mtandaoni, hati hiyo ina jina la notisi ya wito wa kuonekana rasmi na inasema kuwa ICC inafuatilia kesi dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhusiana na madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu mwaka uliopita Oktoba. Maandishi ya barua hiyo yanadai kuwa suala hilo linahusisha shutuma za mauaji ya watu wengi pamoja na majeruhi katika maandamano yaliyopita, pia kutoweka kwa watu, kutekwa nyara, pia na watu ambao waliweza kutoweka kwa kulazimishwa kwa sababu za kisiasa, na pia kukandamiza upinzani wa kisiasa, na kwamba tabia inayodaiwa iko ndani na ya kategoria ya uhalifu dhidi ya ubinadamu kama inavyofafanuliwa na mkataba wa Roma. Madai haya ya kutatanisha na ya kutisha, kama ni kweli, yangewakilisha maendeleo ya kisheria ambayo hayajawahi kushuhudiwa yanayomhusisha mkuu wa nchi wa Tanzania. Chapisho hilo ambalo hapo awali lilikuza madai hayo ilipanga madai ya kuitwa kama jibu kwa kile ilichokitaja kama ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na unyanyasaji wa kimfumo dhidi ya raia. Kulingana na chanzo cha ripoti hizi ni gazeti la Mwananchi Forum 1 kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram, ambayo ilichapisha picha ya hati au barua hiyo inayosema letter regarding ICC summons to Samia Suluhu, na waliweza kunukuu hapo kwa maandishi wakiandika, Mahakama Kuu inayohusika na kusikiliza kesi za jinai duniani ICC imetoa wito rasmi unaomtaka Rais wa Tanzania kufika mara moja mbele ya mahakama huko The Hague. Wito huu ni kujibu madai makubwa ya mauaji ya halaiki, kupotea kwa watu kwa lazima na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ndani ya Tanzania. Uhalifu unaochunguzwa unaangukia ndani ya hati za uhalifu dhidi ya binadamu kama ilivyoainishwa na mkataba wa Roma ambao hutumika kama mkataba wa msingi wa ICC. Kama nilivyokuonyesha na kama unavyotazama kwenye skrini yako, barua hiyo pamoja na ripoti hizi si matamshi yangu au maneno yangu, ni ripoti zilizosambazwa na kituo cha habari maarufu cha Tanzania. Licha ya taarifa hizi au barua hiyo kutokuwa na udhibitisho wowote, imeweza kuzua taharuki Tanzania leo. Pia barua hiyo ilipendekeza zaidi kwamba ICC ilikuwa imechukua hatua kwa sababu masuluhisho ya nyumbani yalikuwa hayafanyi kazi au hayapatikani. Toni ya chapisho hilo la barua hiyo kupitia gazeti la Mwananchi Forum Tanzania pamoja na uwasilishaji wa hati na barua ilitoa hisia ya mchakato wa juu ya kisheria unaoendelea na kusababisha hisia kutoka kwa wafuasi na wakosoaji wa serikali. Hata hivyo, si ICC wala ofisi ya mwendesha mashtaka iliyotoa taarifa yoyote kwa umma ya kuthibitisha kwamba wito huo au barua hiyo imetolewa dhidi ya Rais Samia. Kufikia wakati wa kuchapishwa kwa barua hiyo inayosambaa mitandaoni, hakuna taarifa rasmi ya udhibitisho kwa vyombo vya habari kuwasilisha mahakamani au ingizo kwenye hifadhi data ya kesi ya umma ya ICC inayolingana na nambari inayodaiwa ya kesi iliyoonyeshwa kwenye hati inayosambazwa, hii ikithibitisha ya kwamba hati hiyo si ya kweli. Mazoezi ya ICC ni kutangaza hadharani kufunguliwa kwa uchunguzi, utoaji wa hati za kukamatwa au udhibitisho wa wito, haswa katika kesi za hali ya juu zinazohusisha wakuu wa nchi. Wataalamu wa sheria na wasomi wa sheria Tanzania na wa kimataifa wamehimiza tahadhari, wakisisitiza kwamba uhalisi wa barua hiyo haujathibitishwa kivyake. Wachambuzi kadhaa walisema kwamba mawasiliano ya ICC kwa kawaida hufuata muundo maalum na hupitishwa kupitia njia rasmi za kidiplomasia na kisheria badala ya kuonekana kwanza kupitia akaunti za mitandao ya kijamii zisizo
zinazojulikana au zisizojulikana kabisa. Baadhi pia walibaini kutopatana dhahiri kwa mpangilio na lugha walipolinganisha hati na mawasiliano yaliyothibitishwa hapo awali ya ICC. Suala la mamlaka pia ni msingi wa madai. Tanzania ilijiondoa rasmi kutoka kwa mkataba wa Roma mwaka 2019, kumaanisha kuwa si mwanachama tena wa ICC. Ingawa mahakama bado inaweza kuwa na mamlaka juu ya uhalifu uliofanywa wakati nchi ikiwa mwanachama wao au juu ya kesi zilizotajwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wataalamu wa sheria wanasema hatua yoyote dhidi ya mkuu wa sasa wa nchi kutoka nchi isiyo mwanachama itakabiliwa na vikwazo vikubwa vya kiutaratibu na kisiasa. Hili limechochea wasiwasi kuhusu iwapo ICC inaweza kutoa wito kwa upande mmoja kwa njia iliyopendekezwa na picha zinazosambazwa mitandaoni. Maafisa jijini Dar es Salaam na Dodoma wamepuuzilia mbali taarifa hizo na kuzitaja kuwa ni za uongo, za kupotosha na zinazolenga kuchochea wasiwasi wa umma. Wasemaji wa serikali walisema kuwa hakuna mawasiliano rasmi ambayo yamepokelewa kutoka kwa ICC kupitia njia zinazotambulika za kidiplomasia au mahakama. Waliwashutumu watendaji ambao hawakutajwa jina kwa kutengeneza hati hiyo au barua hiyo ya uongo ili kuharibu hadhi ya kimataifa ya nchi ya Tanzania na kudhoofisha imani kwa taasisi za kitaifa, na kuwataka umma kutegemea taarifa zilizothibitishwa za serikali badala ya machapisho ya virusi ama ya uongo. Licha ya kukanushwa rasmi kwa barua hiyo, madai hayo yameibua mjadala wa kitaifa wa kimataifa kuhusu rekodi ya haki za binadamu ya Tanzania katika miaka hivi karibuni. Mashirika kutetea haki za binadamu Tanzania na nje ya nchi hapo awali pia yaliibua wasiwasi kuhusu vikwazo katika nafasi za kisiasa, kukamatwa kwa watu kiholela wa upinzani, mipaka ya uhuru wa vyombo vya habari na madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi na mashirika ya usalama. Ingawa serikali imekataa mara kwa mara madai ya unyanyasaji wa kimfumo, kuibuliwa upya kwa masuala haya katika muktadha wa kesi inayodaiwa kuwa ya ICC kumeongeza uchunguzi kutoka kwa waangalizi wa ndani na wa kimataifa. Viongozi wa upinzani wameshikilia mzozo huo, kutaka kuwepo kwa uwazi zaidi na uchunguzi huru kuhusu matukio yaliyopita. Baadhi wameitaka serikali kushughulikia hadharani kiini cha madai hayo badala ya kulenga tu kutupilia mbali uhalisi wa waraka huo. Wanasema kuwa hata madai ambayo hayajathibitishwa yanaangazia hitaji la mbinu za uwajibikaji zinazoaminika ndani ya nchi, kushughulikia malalamishi yanayohusiana na utawala, ulinzi wa polisi na uhuru wa kisiasa. Wafuasi wa Rais Samia nao wamelaani kile wanachoeleza kuwa ni kampeni iliyoratibiwa ya kutoa taarifa potofu zenye lengo la kuyumbisha Tanzania kabla ya nyakati ngumu za kisiasa. Wanaashiria mazungumzo ya rais ya kimataifa na sifa yake ya kidiplomasia, wakisema kwamba haiwezekani kwamba hatua hiyo kuu ya kisheria na ICC ingewasilishwa kupitia picha za screenshot zilizovuja badala ya njia rasmi mitandaoni. Sauti zinazounga mkono serikali pia zimeonya dhidi ya hatari ya kueneza madai ya kisheria ambayo hayajathibitishwa, ambayo yanaweza kudhuru uchumi wa nchi na uhusiano wa kigeni. Wataalamu wa sheria wa kimataifa wanabainisha kuwa ICC inapoanzisha kesi kwa kawaida hufuata mchakato wa hatua mbalimbali unaohusisha mitihani ya awali, uchunguzi rasmi, uidhinishaji wa mahakama na ufichuzi wa hadharani wa hati au wito. Kila hatua huacha njia iliyo wazi ya utaratibu ambayo inaweza kuthibitishwa kwa kujitegemea. Katika kesi za hali ya juu zinazohusisha wakuu wa nchi, vitendo kama hivyo kwa kawaida huambatanishwa na utangazaji wa vyombo vya habari vya kimataifa mara moja na taarifa rasmi kutoka kwa mahakama, ambazo hakuna hata moja iliyotokea katika tukio hilo. Barua inayodaiwa pia inazua maswali kuhusu jinsi wito ungetekelezwa kivitendo. ICC haina jeshi lake la polisi na inategemea nchi wanachama kutekeleza maagizo yake.